Ujumbe wa dharura kutoka Marekani kwa wabunge wa nchi ya Tanzania umezua taharuki nchini. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za TanzaPulse, na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Uhusiano wa kiuchumi kati ya Marekani na Tanzania umeingia katika sura mpya ya ushirikiano wa kimkakati unaolenga kuchochea ukuaji wa uchumi, kuunda ajira na kuimarisha usalama wa kikanda. Kufuatia mazungumzo ya kiwango cha juu yaliyoongozwa na kaimu balozi wa Marekani nchini na viongozi wa serikali ya Tanzania, katika majadiliano hayo mkazo umewekwa juu ya uwekezaji mkubwa katika sekta ya nishati, madini muhimu kama nikeli na graphite, na ushawishi wa pamoja katika kukuza uchumi wa kisiasa unaowapa fursa wananchi wa Tanzania. Mkutano ule ukamilisha hatua kubwa katika majadiliano ya mkataba wa uwekezaji, umeonya dhamira ya pande zote mbili kuendeleza ushirikiano usioegemea tu misaada, bali pia uwekezaji wa kimkakati utakaochochea ukuaji endelevu wa uchumi. Na kwenye ujumbe kutoka US Embassy ya Tanzania ilisema kuwa uwekezaji wa Marekani unasaidia kutengeneza fursa za ajira na kuchochea ukuaji wa uchumi katika jamii ya Tanzania. Leo, kaimu balozi Lentz amekutana na wabunge kujadili namna ya kuendeleza mshirikiano wenye matokeo makubwa kati ya Marekani na Tanzania na katika sekta za nishati, madini muhimu na usalama wa kikanda. Tunatathmini maoni ya wabunge kuhusu jinsi uwekezaji huu unaweza kuwanufaisha wananchi wao, na tunatarajia kuendelea kushirikiana kwa ajili ya ustawi wa pamoja. Ndio ujumbe ulioandikwa na US Embassy Tanzania baada ya kikao hicho cha dharura. Na katika mazungumzo yaliyofanyika Chamwino State House, Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan na kaimu balozi wa Marekani Andrew Lentz walikagua maendeleo ya miradi mikubwa ya uwekezaji ambayo inatarajiwa kuleta mabilioni ya dola nchini. Miradi hii inajumuisha mradi wa gesi asilia ambao ni LNG unaokadiriwa kuwa na thamani ya dola bilioni 42, ambao unalenga kuchochea sekta ya nishati na kuchangia mapato makubwa ya taifa. Vilevile tuko na mradi wa Tempo Nickel wa thamani ya dola milioni 942 uliopo eneo la Ngara, unaolenga kuchangia katika uzalishaji wa nikeli na kwa ajili ya viwanda vya betri. Na mwisho mradi wa Mahange Graphite wenye thamani ya dola milioni 300 ujulikanao kama moja ya vyanzo vya graphite ya kiwango cha juu duniani, muhimu kwa teknolojia za betri na nishati safi. Miradi hii inaonekana kuwa sehemu ya mkakati mpana wa Tanzania kuvutia uwekezaji wa kimataifa na kutekeleza malengo ya maendeleo ya dira ya taifa ya mwaka 2050. Ushirikiano huu wa kiuchumi unakuja katika wakati ambao uhusiano wa kidiplomasia kati ya Marekani na Tanzania unatafakari upya malengo yake, ukitilia mkazo ushirikiano wa kibiashara na uwekezaji badala ya kutegemea misaada tu. Mabadiliko haya yameelezwa kuwa ni sehemu ya sera mpya ya kimataifa ya Marekani inayolenga kukuza ushirikiano wa maendeleo ya nchi za Afrika kupitia uchumi badala ya misaada ya jadi. Hata hivyo, kuna changamoto. Marekani hivi karibuni ilitangaza kuwa inaendesha ukaguzi juu ya uhusiano wake na Tanzania kutokana na mashaka kuhusu uhuru wa dini, uhuru wa kujieleza na changamoto za kiishia zilizohusiana na maandamano ya kisiasa yaliyotokea baada ya uchaguzi mkuu Oktoba 29 mwaka jana. Makundi ya haki za binadamu na Umoja wa Mataifa yameripoti vifo kadhaa na mashaka makazi ya miili, jambo ambalo limeibua maswali juu ya mwenendo uhusiano huo. Tanzania imeweka malengo ya kuvutia uwekezaji wa dola bilioni 15 mwaka 2025 kupitia sera ya magezo mbalimbali ya uchumi, ikiwa ni pamoja na sekta ya usafirishaji, nishati, madini na huduma. Na serikali imeboreshwa mazingira ya uwekezaji, ikiwa pamoja na kuanzisha kituo kimoja cha utaratibu wa uwekezaji ili kurahisisha upatikanaji wa vibali na mchakato wa biashara. Kwa upande mwingine, taarifa za mamlaka na uwekezaji zinabainisha ongezeko la miradi ya uwekezaji iliyosajiliwa, miradi ambayo inatarajiwa kutoa ajira kwa maelfu ya Watanzania na kuchangia pato la taifa. Hata hivyo, soko la uwekezaji linakabiliwa na changamoto ikiwemo utaratibu wa sheria
mazingira ya kibiashara na changamoto za kisiasa ambazo zinaweza kuathiri dhamira ya uwekezaji wa kigeni kuchangia kikamilifu katika uchumi wa Tanzania. Uwekezaji unaotarajiwa kutoka Marekani sio tu unakusudia kuchochea ukuaji wa sekta kubwa za uchumi, bali pia kutoa fursa mpya za ajira kwa wananchi wa Tanzania. Miradi kama LNG, Tembo Nickel na Mahenge Graphite inatarajiwa kuunda maelfu ya nafasi za kazi katika uzalishaji, uendeshaji wa viwanda na huduma zinazohusiana. Sekta ya madini pekee imekuwa ikitajwa na wataalamu kama eneo lenye nafasi kubwa ya kuongeza thamani ya uzalishaji wa ndani kupitia uwekezaji wa teknolojia ya kisasa na viwanda vya kuchakata malighafi hapa nchini kabla ya kusafirisha nje. Aidha, uwekezaji huu unatarajiwa kuinua teknolojia ya ujuzi na wakazi kwa Tanzania kupitia uhamishaji wa uwekezaji wa pamoja na kampuni za kimataifa, na ni jambo ambalo litakuwa la manufaa kwa sekta ndogo ndogo za biashara na maendeleo ya teknolojia nchini. Mbali na sekta ya uchumi, Marekani na Tanzania pia zimeelekeza juhudi za kushirikiana katika sekta ya usalama wa baharini, kukabiliana na ugaidi na kuhakikisha usalama wa njia za biashara za kimataifa. Ushirikiano huu ni sehemu ya mkakati mpana wa Marekani kuimarisha usalama wa eneo la Afrika Mashariki na Bahari ya Hindi kupitia ushirikiano wa kijeshi, mafunzo ya kiteknolojia ya ulinzi. Sekta ya nishati pia ni eneo la mshikamano muhimu, hasa kwa kuwa Tanzania ina rasilimali kubwa za gesi asilia ambazo zinaweza kuwa chanzo kikubwa cha pato la taifa na ushawishi wa kiuchumi kwa vizazi vijavyo. Uhusiano wa Marekani na Tanzania umejengwa kwa miongo kadhaa tangu uhuru wa Tanzania. Marekani imekuwa mtoaji mkubwa wa misaada na nguvu ya kiufundi katika sekta ya afya, elimu na maendeleo ya jamii. Programu kama PEPFAR ya Marekani zikisaidia kupunguza maambukizo ya virusi vya ukimwi na malaria na kusaidia kuongeza matumaini ya maisha. Lakini mabadiliko ya sera hivi karibuni yanatilia mkazo uwezo wa Tanzania kukua kiuchumi kupitia uwekezaji wa moja kwa moja badala ya kutegemea misaada ya jadi. Na hii inaonyesha mabadiliko ya kimkakati ya pande zote mbili katika kukabiliana na changamoto za sasa za uchumi duniani. Ushirikiano wa uwekezaji kati ya Marekani na Tanzania ni muhimu kwa sababu unatengeneza mwendo mpya wa ukuaji wa uchumi ambao unategemea soko la kimataifa, teknolojia na ubia wa kimkakati. Uwekezaji huu una uwezo wa kuongeza ajira kwa Watanzania, kuongeza pato la taifa na kukuza uzalishaji wa teknolojia za kisasa. Upande mwingine, utekelezaji wa miradi mikubwa kama LNG, Tembo Nickel na Mahenge Graphite utaongeza ushawishi wa Tanzania katika soko la kimataifa la nishati safi na malighafi muhimu, na ni jambo ambalo linaweza kubadilisha mianya ya kiuchumi ya nchi kwa vizazi vijavyo. Hata hivyo, mafanikio ya mkataba huu yatategemea uwezo wa serikali ya Tanzania kuendesha utekelezaji wa sera za kuvutia uwekezaji, kuheshimu misingi ya uwazi na demokrasia, na kusuluhisha changamoto za mazingira ya siasa na biashara. Katika muongo unaokuja, juhudi hizi za kisiasa na kiuchumi zinaweza kuwa chachu ya mabadiliko makubwa kwa jamii za Watanzania na uchumi wa taifa kwa ujumla. Ikiwa zikitimizwa ipasavyo, basi uwekezaji wa Marekani unaweza kuwa nguzo ya ukuaji endelevu wa Tanzania katika miaka ijayo. Ni hayo tuliyokuandalia siku hii ya leo kutoka hapa TanzaPulse, channel yako pendwa inayokuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina bila kupindisha. Zidi kuwa nasi kila wakati kwa taarifa nyingi kama hizi, na nakuomba na kukusihi tafadhali, ikiwa hujasubscribe, subscribe.